Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena siku ya leo kwa ajili ya kuendelea na somo letu la Jumapili ambalo liko mbele yetu katika Jumapili hii nyingine tena ya tarehe 9. Wiki iliyopita nilifundisha sehemu ya kwanza kuhusu kurudi kwa Yesu, na nikasema nitaendelea kwa kipengele cha unyakuo katika Jumapili ya leo. Moja kwa moja tuanze na andiko linalotumika kwa ajili ya unyakuo ambalo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na 17. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja na Bwana pamoja katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Hili andiko ndilo andiko pekee linalojenga fundisho la unyakuo. Kabla ya kuendelea kueleza, nitangulie tu kusema hivi: kuna vitu vingi ambavyo tunapofasiri maandiko tunavizingatia. Nadhani wanatheolojia wote wanaonisikiliza watatambua, watakubaliana na mimi, au wasomi wote, wanazuoni wote watakubaliana na mimi kwamba kuna sheria na kanuni. Huwezi kujenga somo au fundisho la kanisa kwa kutumia andiko moja lisilo na rejea. Andiko moja. Huwezi kujenga fundisho la kanisa lenye lisilo na rejea, lenye andiko moja. Na hili ndio andiko pekee la unyakuo ambalo limesababisha, na halikuanza mwanzo. Toka ukisoma hata katika historia ya kanisa, miaka mingi kumekuwa na mafundisho ya kurudi kwa Yesu. Baadaye limetokea somo au andiko la unyakuo. Sasa unapokwenda na yote mawili, ikaonekana kwamba kuna vitu viwili: kutakuwa na kurudi kwa Yesu, kutakuwa na unyakuo. Na andiko hili ndio linalotumika. Sitakwenda kuelezea kila mstari, kila neno lililotumika, lakini nataka tu nikupeleke kwa namna hii kwamba unisikilize. Nitakupa vipengele vyote, vingine sitaamua mimi, utakuwa wewe kuamua. Kama unapenda kufuata neno la Mungu, litakusaidia kuamua. Katika kufasiri maandiko tunatafuta kusudi la mwandishi. Alikuwa na maana gani? Alikusudia kusema nini? Tunapomwangalia Paulo, alikusudia nini kusema tutanyakuliwa? Alipokuwa akifundisha somo hili la kurudi kwa Yesu, somo hili la kurudi kwa Yesu, alipofundisha kanisa la Warumi katika sura ya 8 mstari wa 19, anasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Alipokuwa anafundisha kanisa la Warumi, alitumia neno viumbe vyote vitafunuliwa. Na ndivyo alivyofundisha pia somo hili na mtu huyo ambaye ni Paulo, akifundisha kanisa la Kolosai kuhusu habari ya kurudi kwa Yesu. Kolosai 3 mstari wa 4, alitumia neno hili: Kristo atakapofunuliwa, maana atakapokuja, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Katika kanisa la Warumi alitumia neno kufunuliwa, na katika kanisa la Kolosai akifundisha jambo hili
alitumia neno tutafunuliwa. Alipokwenda kwa Wakorintho akifundisha somo hili na ni mtu huyo huyo, sura ya 15 Korintho ya kwanza 15, Korintho ya kwanza sura ya 15 mstari 51, anasema, angalieni na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Ametumia kwa Warumi na kwa Wakolosai akitumia neno tutafunuliwa. Kwa Wakorintho anasema tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Hapa unaweza ukaona kuna mambo yamechanganyika. Kufumbua na kufumbua unaweza ukajaribu hata hapo ulipo. Fumba na kufumbua macho yako haichukui dakika, hata sekundi haichukui. Kufumba na kufumbua ni chini ya sekundi. Anasema ni kama tutabadilika, ni kama kufumba na kufumbua macho. Maana yake kwa ghafla, maana yake ghafla tutakuwa tumebadilika. Ghafla sana. Kufumba na kufumbua tumeshabadilika. Ndivyo anavyosema wakati wa kuja kwake Bwana. Alipofundisha huyu Paulo kwa kanisa la Wafilipi. Kanisa la Wafilipi sura ya 3 alitumia neno hili, mstari wa 21, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Kwa hiyo alikuwa na maana kwamba tutabadilishwa kuja kwake Bwana. Kwa hiyo tumeona ametumia maneno tofauti, lakini alipokwenda kwa Wathesalonike, kama tulivyosoma andiko letu la msingi, alipokwenda kwa kanisa la Thesalonike hakutumia kufunuliwa, hakutumia kubadilishwa, alitumia kunyakuliwa. Sasa tusemeje? Kuna wengine watanyakuliwa, alafu wengine watafunuliwa, alafu wengine watabadilishwa. Kwa kanuni ya kufasiri Biblia ni lazima upate maana inayokubaliana. Maana tukiacha hivi ina maana tayari kumekuwa na mgawanyiko. Kuna wengine watabadilishwa tena kwa kufumba na kufumbua, watakuwa wamebadilika. Wengine watanyakuliwa, wengine watafunuliwa. Hapana, lazima tupate maana moja. Yesu atakapokuja itakuwaje? Neno hili kunyakuliwa, neno hili kunyakuliwa kwa maana ya Biblia lina maana mabadiliko ya ghafla, kama kufumba na kufumbua. Kufumba na kufumbua ni sekundi moja, tutakuwa tumebadilika ghafla, kwa sababu mwili huu hauwezi kwenda mbinguni. Narudia kukwambia kwa jina la Bwana, mwili wa nyama hauendi mbinguni, kinachokwenda ni roho. Ni lazima tutoke katika mwili huu, tubadilishwe tuwe roho, na mabadiliko yatachukua kufumba na kufumbua. Tutakuwa sio sisi tena, sio mwili huu tena. Mwili huu hauendi kokote ndugu yangu, hata kama ukipenda sana, mwili huu hauendi kokote. Huu mwili ni wa duniani. Lazima ubadilishwe, uingie katika roho. Katika kitabu cha tumesoma sasa hivi katika Wafilipi, anasema ataubadili mwili wetu ili upate kufanana na mwili wake. Je, Yesu ana mwili gani?
Yesu ni nini? Yesu ni roho. Roho haishikiki, roho haiko mahali pamoja, roho haina mwili, roho imeenea duniani pote. Ndio maana tunamwabudu Mungu aliyeenea duniani pote, kwa sababu yeye ni roho. Na sisi tutabadilishwa, tutakuwa roho, hatutakuwa na mwili. Mabadiliko haya yatafanyika kwa muda wa kufumba na kufumbua, ambao kwa Korintho amewaambia tutabadilishwa kufumba na kufumbua. Lakini lugha hiyo hiyo alipowaambia watu wa Tesalonike alisema tutanyakuliwa. Watu wataniuliza, mbona alisema tutanyakuliwa na kumlaki Bwana hewani? Alisema tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Nataka nikwambie, Biblia na kwenda kwa vieleza hivi. Ukichukua neno mawingu katika Biblia toka Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Mawingu, tunaposoma habari ya mawingu, watu wanaangalia mawingu yaliyoko juu ya mvua. Tunaposema mbinguni, watu wanaangalia mbingu tunazoziona kwa macho. Wanadhani ndiko Mungu anakokaa. Ukizungumza mawingu, wanaangalia mawingu ya mvua, wanadhani ndiko Mungu atakuja na mawingu hayo unayoona. Neno mawingu katika Biblia linamaanisha utukufu wa Mungu. Atakuja katika utukufu. Biblia ina maneno mengi yanayowakilisha, sio halisi, yanawakilisha kitu. Sasa Mungu hata kuja amebeba mawingu, anakuja na utukufu. Soma katika Biblia nzima, mawingu yanamaanisha nini? Yanakuwa na maana moja. Mawingu, upinde wa mvua, moshi, ni utukufu wa Mungu. Mahali palipo na moshi, maana pana utukufu wa Mungu. Mahali palipo na upinde, pana utukufu wa Mungu. Mahali palipo na mawingu, pana utukufu wa Mungu. Sio mawingu ya mvua. Anaposema tutanyakuliwa katika mawingu, ni katika utukufu wa Bwana tutanyakuliwa ili tumlaki Bwana hewani. Haya, tukimlaki hewani tutaenda wapi? Hebu soma, baada ya kumlaki hewani tunaenda wapi? Tutamlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja naye, tutakuwa pamoja na Bwana milele. Wapi? Tutaishia hewani. Hewani maana yake nini? Nimefundisha katika masomo yaliyopita. Biblia inasema, nimetoa mafundisho haya kwa maandiko ya kutosha. Biblia inasema kanisa la Mungu, wa Kristo waamini wanakaa katika mlima. Sisi hatukai katika ulimwengu huu kiroho. Kiroho maisha yetu yako mlimani. Kiroho maisha yetu yako mahali palipoinuka. Kiroho maisha yetu yako juu. Yote hayo yanahitaji yana maandiko. Ukisoma Isaya anasema tuko mahali palipotukuka. Ukisoma Zaburi anasema tunakaa katika kilima kitakatifu cha Bwana, au katika mlima wa Bwana. Ukisoma tena Isaya anasema tunakaa juu. Tuko juu. Ukisoma katika nyaraka anasema tunakaa katika ulimwengu wa kiroho, katika Efeso. Katika Mathayo anasema mtakapoona chukizo la uharibifu, wale walio darini wasishuke chini. Manake kanisa watakatifu katika lugha za kibiblia wako darini. Juu. Mahali palipotukuka, palipoinuka ni juu. Katika mlima ni juu. Kilima kitakatifu ni juu, au wanaokaa juu, waliokaa katika ulimwengu wa kiroho ni juu. Wanaokaa hewani ni juu. Waliokaa darini ni juu. Kanisa haliko duniani kiroho. Kimwili tuko duniani, lakini kiroho tuko katika milima, tuko katika anga, tuko hewani, tuko darini, tuko mlimani, tuko mbinguni, tuko ulimwengu wa kiroho. Ndio maisha ya kanisa lilivyo. Ndio maana Biblia inasema tumehamishwa. Kimwili tuko duniani, kiroho tumehamishwa. Anaposema hewani, Bwana atakapokuja atatukuta wapi? Atatukuta mbinguni. Kwa lugha nyingine atatukuta ulimwengu wa roho. Kwa lugha nyingine atatukuta tukiwa mlimani. Kwa lugha nyingine atatukuta tukiwa darini. Kwa lugha nyingine atatukuta tukiwa hewani. Ndio maana Biblia inasema tutamlaki. Lakini neno kumlaki pia limeleta utata.
Ukisoma katika Biblia ya Kiingereza inasema we shall meet. Meet sio kuraki. Ni kukutana. Atatukuta tukiwa hewani. Au tutakutana naye tukiwa hewani. Tutakutana naye tukiwa ulimwengu wa roho. Tutakutana naye tukiwa mlimani. Tutakutana naye tukiwa mbinguni. Yote haya yana maana moja. Neno kulaki lina maana unakwenda kumlaki mtu, unarudi naye nyumbani kwako. Hizi ndio tafsiri. Sasa tukimlaki tutakwenda wapi? Unapomlaki mtu, unakwenda naye au unarudi naye? Ukishamlaki mtu, unaenda naye au unarudi naye? Haya ndio mambo ya kuangalia Biblia. Ina maana gani? Na hapa wala hasemi tukimlaki tutakwenda. Hasemi tukimlaki ndipo tutakuwa naye milele. Hasemi tutamlaki alafu tuende. Hasemi tutakutana naye, atatukuta au tutakutana naye katika hewa, katika ulimwengu wa kiroho. Tukisha kutana naye, hasemi tutarudi au tutakwenda, tutakaa naye milele. Katika Biblia ya Kiingereza inasema we shall remain with him. Tunajaribu kuangalia hizi lugha. Sasa kama tutamlaki hewani, tutamlaki na miili hii, ndio itakayonyakuliwa, itapanda ianze kumlaki Yesu tukiwa na miili hii. Au tukimlaki tuende wapi? Wasema ndio tutakwenda naye, lakini Biblia haijasema. Tukishamlaki tutakaa naye. Hewani ni wapi? Na unakosema tutakwenda mbinguni ni wapi? Sisi ni watu wa mbinguni, sisi ni watu wa hewani, sisi ni watu wa mlimani, sisi ni watu wa ulimwengu wa kiroho, sisi ni watu wa juu kiroho, na Bwana atatukuta huko. Hata ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 kinasema hivyo. Mstari wa 20 anasema kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi. Tunamtazamia Mwokozi tukiwa wapi? Tukiwa mbinguni. Atatukuta mbinguni. Atatukuta ulimwengu wa kiroho, yote yana maana moja. Atatukuta mlimani. Atatukuta mahali palipoinuka, atatukuta darini, atatukuta hewani. Hewani ni mahali pa kukutana. Sio tutakwenda kumlaki alafu tuje naye au tuende. Sasa wengine kwa mfano wengine wanaamini tukimlaki tutakuja naye. Wengine tukimlaki tutakwenda naye. Biblia haijasema. Tukimlaki tutakaa naye milele. Kwa nini? Kwa sababu ndio makao yetu. Kuna kazi ngumu sana ya kufasiri Biblia. We shall meet. Kiswahili kinasema tutamlaki. Haya, ukimlaki unakwenda wapi? Tunafahamu Kiswahili. Ukimlaki unafanya nini? Tutakwenda. Ukimlaki unaenda naye au unarudi naye? Ukienda kumpokea mgeni, unampokea stendi alafu unaondoka naye, unaenda naye au unarudi naye? Tutakutana naye hewani, ambayo ndio makao yetu, ndio ulimwengu wetu wa kiroho, ndio maisha yetu ya kiroho. Mwili na nyama haviendi. Ile somo ile dhana ya kunyakuliwa, watu wanaamini mili hii itanyakuliwa, tutakwenda. Ndio maana wanazungumza na habari ya kula sikukuu mbinguni na kutembea mbinguni, kwa sababu wanaamini mili hii ndio itakwenda mbinguni. Ni upotofu wa maandiko. Hata katika lile andiko la Wakorintho ambalo tumesoma, sura ya Korintho ya kwanza 15 ule mstari wa 51, nalo linatueleza hivyo hivyo. Anasema tutabadilishwa kufumba na kufumbua. Tutakuwa tumefanana naye, tuko katika roho pamoja naye. Ni kufumba na kufumbua, wala haichukui dakika wala nini. Ingawa hapa amesema dakika moja. Haya, baada ya kubadilika, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, anasema tutakwenda wapi? Baada ya kubadilishwa, anaeleza pale kwamba tutaenda wapi? Tutabadilishwa na kufanana naye. Basi, kwa sababu tutakuwa katika ulimwengu mwingine wa kiroho, sio huu. Hii dunia itaondoka, lakini ulimwengu wa kiroho hauondoki. Ndio mbingu yenyewe. Mbingu unazoziona, unazosema utakwenda, unazoziona zitaondoka hizo.
Mungu hawezi kukaa kwenye mbingu hizo unazoziona. Ana mbingu yake ambayo haionekani, mbingu ya kiroho. Ndio inayoitwa, ambayo watu wa Mungu watakaa naye, watakutana naye. Mambo ya kunyakuliwa kwenda na kurudi ni tafsiri ambazo zimechanganya imani ya Wakristo. Ni kwa sababu kuna vitu vilikosewa toka zamani. Hebu turudi katika maandiko tuangalie, tujifunze lugha ya Mungu, lugha ya kibiblia. Nimejaribu kueleza hiyo. Sasa wengine wanyakuliwe, wengine wafunuliwe. Kwa nini Biblia inasema tutafunuliwa? Kwa sababu tulivyo sasa sio asili yetu. Kuja kwake kutatufanya twende kwenye asili yake, asili yetu ambayo Mungu ajitutazamia, nayo ni ya kiroho. Ndio maana anasema tulivyo sasa tutafunuliwa, tutakwenda kwenye asili yetu. Tutabadilishwa, maana huu sio mwili wetu. Hauwezi kwenda na kukaa na Mungu. Lazima tubadilishwe. Lazima tufunuliwe. Petro Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, naye anajaribu kueleza. Sasa huyu sio Paulo, ni mtu mwingine huyo. Tumwangalie yeye. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, anasemaje? Mstari wa 2. Anasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Haijadhihirika tutakweje. Lakini tuwajua ya kuwa atakapodhihirishwa. Kuja kwake ni kudhihirishwa. Maandiko yanasema kuja kwake atadhihirishwa au atafunuliwa. Yaani tutamuona uhalisi wake, na sisi tutakuwa tumeenda kwenye uhalisi. Sasa hivi miili yetu hatuko kwenye uhalisi. Ataonekana halisi na tutaingia katika uhalisi. Atafunuliwa, atadhihirishwa. Ndipo tutafanana naye. Kwa maana tutamuona kama alivyo. Sasa hivi hatuyamuona kama alivyo, kwa sababu tuna miili. Miili hii haiwezi kumuona Mungu kama alivyo. Roho ndizo zitakazomuona kama alivyo. Na tukio hili litafanyika kwa kufumba na kufumbua, na ndiyo tafsiri ya kunyakuliwa. Sio miili kupanda kwenda hewani. Ukafanya nini hewani? Wakati hapa katika ulimwengu wa kiroho ninaishi hewani. Ninaishi mbinguni, naishi ulimwenguni. Ndiyo tafsiri ya Biblia. Vitu hivi vinalipoteza kanisa. Na hata hivi najaribu kufumbua, nafundisha haya kwa sababu wengi hawajazoea kuyasikia haya. Tuna mapokeo yale ambayo tulishayapokea kwamba mbinguni kule juu na nini na tutaruka, hii mwili itaenda huko. Mwili hauendi, wala Yesu haji na mwili. Wala sisi hatuendi na mwili. Yesu alikuja na mwili kwa mara ya kwanza. Alikuwa anakuja kuishi katika dunia. Dunia hii ndio ya mwili. Naomba Mungu akusaidie kulielewa jambo hili. Najua wengine watachukia, lakini ndivyo neno la Mungu lilivyo. Neno hili kunyakuliwa, hebu tuangalie mfano mwingine. Korintho ya 2 sura ya 12. Korintho ya 2 sura ya 12. Hapa Paulo mwenyewe anatoa ushuhuda, kwa kama vile anatoa ushuhuda wa mtu mwingine ambaye hajulikani, lakini alikuwa anajificha ili asijulikane kwamba ni yeye anayejificha, anajisema yeye mwenyewe, lakini alitumia kama vile anaongea habari za mtu mwingine. Mstari wa 2:12, mstari wa 2 naanza kusoma kwa kukomboa wakati. Anasema, anamjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Ile ni hekima ya kujificha ili watu asionekane kama anajivuna. Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Mstari wa 4, ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyo tamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Haya, alikuwa anajieleza ni yeye mwenyewe. Paulo alinyakuliwa kwenda peponi. Sasa unajiuliza, kunyakuliwa, alinyakuliwa mwili, alinyakuliwa roho? Kunyakuliwa anakoeleza hapa Paulo,
Maana ndiye aliyetuambia hata katika Tesalonike kwamba tutanyakuliwa. Je, yeye alipotangulia kunyakuliwa, alinyakuliwa mwili au alinyakuliwa roho? Alinyakuliwa roho. Neno lingine la kunyakuliwa manake ni kuingia katika roho. Kwa sababu unapoingia katika roho sio hatua za moja baada ya nyingine, ni mabadiliko ya ghafla. Mara moja uko katika roho. Alinyakuliwa, akaondoka katika mwili. Huwezi kwenda kwa Mungu na mwili, unaenda roho, unawacha mwili. Aliponyakuliwa Paulo hakwenda na mwili, alienda roho, akafika mbinguni peponi, akazungumza na Mungu peponi. Aliporudi alikuwa katika mwili. Sasa kama hapa alinyakuliwa roho, mwili ukabaki, kwa Tesalonike atanyakuliwa mwili ndio uende, Biblia itakuwa inajichanganya. Nataka nikwambie ndugu yangu, somo hili limekuja katikati ya mafundisho ya kanisa kuchanganya imani. Eti wengine sasa kama kuna kunyakuliwa, alafu tena Yesu anakuja, basi na maana kuna kuwili, atakuja alafu atakuja tena kuzinyakua. Ndio maana somo hili limegawanyika kwa sehemu mbili. Lakini sio kuja kwa Yesu ni kumoja tu. Atakapokuja tutabadilika, tutanyakuliwa, tutakutana naye katika ulimwengu wa roho. Atajifunua na sisi tutafunuliwa kwake. Atajidhihirisha na sisi tutadhihirika kwake. Kwa sababu asili yetu ya Mungu itarudi, itakutana na asili ya Mungu. Maana tumeumbwa kwa mfano wake. Tunasema kwa mfano, lakini tuna mwili, tunazungumza tu, lakini wakati uhalisia ndio utakapoonekana. Ndio maana ya kufunuliwa, ndio maana ya kudhihirishwa. Akidhihirishwa na sisi tutadhihirishwa, akifunuliwa na sisi tutafunuliwa. Ndio maana ya Biblia. Maswali yanakuja. Sasa tumeambiwa kwamba tukinyakuliwa tutakwenda kukaa huko mbinguni miaka 7. Nikwambie miaka 7 inatoka wapi? Wengine wanazungumza hii miaka 7 hawaelewi ili kuanzia. Hebu nikupeleke kwa haraka sana. Miaka 7 tunaikuta wapi? Miaka 7 chanzo chake ni Danieli sura ya 9. Katika Danieli sura ya 9, Mungu alimpa maono Danieli wakati wa agano la kale kuhusu siku za mwisho ambazo ni agano jipya. Alimpa maono ya majuma 70. Na katika majuma hayo 70 yaligawanywa. Ukisoma 9 mstari wa 25 anasema basi ujue. Mstari wa 25, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7. Na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Kutoka amri ya kujenga upya Yerusalemu majuma 7, na mji wenyewe utajengwa, Yerusalemu itajengwa kwa majuma 60, majuma 62, jumla yanakuwa 69. Majuma 69, 26. Na baada ya yale majuma 62 ukijumulisha na yale 7 yanakuwa 69, Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu. Kukatiwa mbali ni kufa kwa Yesu. Masihi ni Yesu. Baada ya majuma hayo 62 Yesu atakufa. Sasa tafsiri inayotoka hapa kwa wanatheolojia wengi wasiofuatilia maandiko, wanasema amri ya kujenga upya Yerusalemu ni wakati ambapo Ezra na kina Zerubabeli na kina Nehemia walipoamriwa na Koreshi kwenda kujenga upya mji wa Yerusalemu au hekalu la Yerusalemu lililokuwa limebomolewa na Babeli. Kwa hiyo wanafanya ndio anayosema hapa Daniel. Kwa hiyo kutakuwa na majuma 7, alafu kutakuwa na majuma 62.
jumla 69. Kwa hiyo wanajumlisha kuanzia kipindi cha kuanza kujengwa kwa hekalu la Yerusalemu katika Agano la Kale. Wanazidisha miaka. Alafu wanasema ili kupata miaka, wanasema juma moja ni sawa na miaka 7. Lakini kuuliza, hiyo kanuni ya kusema juma moja ni miaka 7 mnaikuta wapi? Inakisiwa kwamba juma moja lazima liwe ni miaka 7. Inakisiwa. Biblia haijasema. Ni lugha za mafumbo za kibiblia. Kwa hiyo wanapata majuma 60 na wanapata majuma 60, wanapata majuma, jumla yake wanayakuta majuma 69. Alafu wanazidisha mara 7, wanakuta 483 miaka, ambayo bado haifiki, ni kama inaishia njiani. Lakini nikwambie, nabii aliposema majuma 70, hakuzungumzia na kujengwa upya kwa Yerusalemu, hakuzungumzia kujengwa lile hekalu la Yerusalemu. Kanisa ndilo linaloitwa Yerusalemu mpya. Yesu alikuja kujenga upya Yerusalemu. Alikuwa na maana kujenga agano jipya, kujenga kanisa. Watu wanasema ni kujenga hekalu la Suleiman. Unabii ulikuwa hazungumzi habari ya hekalu la Suleiman, ulikuwa unazungumza habari ya hekalu la agano jipya ambalo ni kanisa. Kwa kuhakikishia, angalia mstari wa 24, unasema hivi: muda wa majuma 70 umeamuliwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kazi, yani mambo yatakayotendeka ndani ya hiyo majuma 70 yanaorodheshwa hapa. Anasema kukomesha makosa lazima itendeke ndani ya hayo majuma. Kukomesha makosa, kuishiriza dhambi, yani kumaliza dhambi, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, kuleta haki ya milele, kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Hapa pana mambo 6 ambayo lazima yatekelezwe ndani ya majuma 70. Ukisoma yote 6, kukomesha makosa, kukomesha dhambi, kuleta upatanisho, kutia muhuri maono, yote yalitendwa na Yesu. Yote haya yalifanywa na Yesu, yote. Na unabii unasema mambo 6 haya yatatendeka ndani ya majuma 70. Na yote hayo ukisoma, yote yalifanywa na Yesu. Kwa hiyo wale wanaosema ilianza wakati wa kule nyuma kwa Koreshi, miaka inaishia njiani, alafu mpaka hapo linabaki juma moja. Mstari wa 27 unasema naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Wanasema huyu ni mpinga Kristo, ndiye atakayefanya agano hili. Ukisoma mstari wa 26, utaona ukweli. Unasemaje mstari wa 26? Unasema baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, linabaki juma moja, naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji. Watu wa mkuu, sio mkuu atakaye kuja, watu wa mkuu atakaye kuja. Huyu mkuu atakaye kuja ni nani? Danieli wakati huo anatabiri unabii huu, alikuwa katika utawala wa Dario. Ukiangalia pale sura ya 9 mstari wa 1, Dario alikuwa ni mfalme wa Wajemi. Tayari ufalme wa Babeli ulikuwa umepita, wapo katika utawala wa Kiwajemi. Na Wajemi ulipopita ulikuja utawala wa Kigiriki. Utawala wa Kigiriki ulipopita ukaja utawala wa Kirumi. Tawala kubwa 4. Daniel anasema watu wa mkuu atakaye kuja. Mkuu atakaye kuja alikuwa anazungumzia utawala wa Kirumi. Hata sura ya 7 imeeleza, hata sura ya 2 kule nyuma imeeleza katika Daniel. Watu wa mkuu, sio mkuu, watu wa mkuu atakaye kuja. Mkuu atakaye kuja ni utawala wa Kirumi. Sasa watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji. Baada ya Yesu kuondoka, kukatiliwa mbali, kufa Yesu, watu wa mkuu, yani watu wa Roma, waliuteketeza mji wa Yerusalemu. Mwaka 70 AD.
watu wa mkuu atakaye kuja na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwepo. Ukiwa umekwisha kusudiwa. Baada ya kuondoka kwa Yesu ulitokea uvamizi katika Yerusalemu. Watu wa mkuu, watu wa Rumi wakaja kuteketeza. Mstari wa 27 anasema naye atafanya agano thabiti. Anayefanya agano thabiti ni nani? Wanasema ni mpinga Kristo. Hapa hapana mpinga Kristo hapa. Ila pana watu wa mkuu, na mkuu mwenyewe ni Roma. Mpinga Kristo hapa hayupo. Anatokea wapi hapa? Yupo Masihi aliyekatiliwa mbali, aliyeuawa, aliyekufa msalabani. 27 naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja liliobaki katika 69. Hasa kwa sababu wameshajikomiti kwamba juma moja ni miaka 7, ukiunga na ile miaka 483 inaishia njiani, haitoshi. Kwa hiyo wameweka fundisho linasema hili juma moja linasubiri mpaka wakati wa mpinga Kristo, ndio juma hili litatokea. Aliyewaambia linasubiri nani? Au ni mahesabu yamegoma? Kwa sababu wameanza nayo agano la kale, kwa hiyo inakataa kufiti. Wanasema hili juma maana miaka imeishia agano jipya la kale, kwa hiyo hili juma moja linasubiri mpaka wakati wa mpinga Kristo. Hapana. Nikwambie, kama kuna vibao vimekatwa, kuna watu wengi, kwa mfano kuna kabati, kuna meza, kuna vitu vingine vinatoka Ulaya, vinakuwa vimesafirishwa, viko kwenye maboksi. Unapoanza kuunganisha, ukikosea unaweza kufikiri vimezidi, kumbe havijazidi, ni wewe umekosea. Wakati mwingine unaweza kukuta kama havitoshi. Vinatosha, ni wewe umekosea. Usipokuwa mwangalifu, sehemu nyingine unaweza ukachukua msumeno ukakata kibao ukasema ni kirefu mno. Hapana, sio kirefu, ni wewe umekosea. Kila kitu kina mahali pake. Haya majuma 70 yako pamoja. Kwa kukosea mahesabu, kuanzia mahali kuhesabu mahali pasipo penyewe, juma moja wameliweka pending, linasubiri wakati wa mpinga Kristo ndio litokee, ambalo litakuwa na miaka 7. Wakati Yesu katika miaka 69 alianzisha huduma, alijenga, alimaliza, alikamilisha, kila kitu kikawa kimekwisha. Kwa hiyo hakuna pending, hakuna kitu kilichoachwa nje. Kama wanavyosema kuna juma limebaki linasubiri wakati wa mpinga Kristo, ambalo ni juma moja, maana yake lina miaka 7. Alafu mstari wa 27 unaposema kwamba atafanya agano. Yesu alipokufa, alipokatiliwa mbali, ndipo aliweka agano. Baada ya kifo chake agano lilianza, na watu wengi wameendelea kuokoka miaka yote na vizazi vyote mpaka leo. Tuko ndani ya agano. Ndio maana Biblia inasema agano thabiti. Agano thabiti. Thabiti maana yake nini? Maana yake agano lililo imara, lisilotikisika. Watu wanasema miaka 7 mpinga Kristo atafanya agano thabiti kwa miaka 7, alafu nusu ya juma agano litavunjika. Sasa agano linalovunjika kwa miaka 3 linakuwa ni agano imara? Kama agano linadumu miaka 3 alafu linavunjika, hilo ni imara? Sio agano hilo. Jambo lingine, hakuna anayeitwa mtu wa maagano. Mtu wa maagano ni mmoja tu, ni Mungu ndio mwenye maagano peke yake. Hakuna mwanadamu aliye na agano. Biblia hii inamsema Mungu ndio mwenye maagano. Tangu lini mpinga Kristo kama mtu wa maagano? Alafu agano lake linavunjika miaka 3, unasema ni agano imara, agano thabiti. Tutakuwa hatujui Kiswahili. Agano imara la watu wengi ni agano la Yesu lililoanza tangu kifo chake cha msalaba mpaka leo linaendelea. Na kama bado linaendelea, ina maana tuko ndani ya juma moja. Hizo hesabu zako za miaka 7 ni za kwako mwenyewe. Na baada anasema nusu ya juma, pale anasema na kwa nusu ya juma hiyo
ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Sasa watu wanauliza, kama ni Yesu, kwa nini akomeshe tena sadaka na dhabihu? Yesu ndiye atakayeruhusu kila kitu kitakachofanyika. Ni Yesu anaruhusu, sio yeye ataruhusu. Hapa hapana mpinga. Yesu ndiye kwenye kuruhusu. Ukisoma katika Tesalonike, ndiye anayeruhusu, atakapoachia mpinga Kristo atatokea. Sasa hivi ndiye yememzuia. Ukisoma katika Ufunuo sura ya 7, anasema ni malaika yule mwenye muhuri anapiga kelele watu wasizuie kazi ya Mungu. Atakapoacha atatokea. Hapa ni Yesu atakayemruhusu mpinga Kristo atokee. Kabla Yesu hajamruhusu hawezi kutokea. Ndiye atakayemruhusu aanze kufanya mambo haya ya kukomesha sadaka. Lakini hapa hapana mpinga Kristo, ila pana watu wa mkuu atakayekuja. Tusichanganye maandiko. Mpinga Kristo hana maagano, mwenye maagano ni Yesu. Mpinga Kristo hana agano thabiti, haliwezi kuwa thabiti miaka mitatu. Agano la Yesu ni la milele. Mpaka sasa tuko ndani ya agano. Kwa kuwa tuko ndani ya agano, bado tuko ndani ya agano, tuko ndani ya juma moja. Hili juma ndilo Yesu, ukisoma katika Ufunuo sura ya 20, anasema Yesu akamfunga shetani. Baada ya kufungwa shetani miaka 1000, yabidi afunguliwe. Kufunguliwa kwa shetani, akifunguliwa atakaa muda mchache. Hasemi miaka 7. Ufunuo anapotufafanulia, maana Ufunuo hautabiri, unafafanua nabii zilizotabiriwa. Badala ya nusu juma, yeye anasema muda mchache. Watu wamebaki na miaka 3.5. Miaka 7. Hakuna miaka 7. Tangu Yesu ameanza agano lake mpaka sasa tuko ndani ya juma moja. Kabla ya kurudi kwake utatokea muda mchache wa mpinga Kristo wa kusimamisha chukizo la uharibifu. Na hata katika sura ya 17 ya Ufunuo anazungumza kwamba atatokea mfalme kwa muda mchache ambaye ni mpinga Kristo. Hasemi miaka 7. Sasa hii miaka 7 walioikuta kwa Danieli ndio wanakuja nayo kwa Tesalonike. Wanasema tukinyakuliwa kwenda mbinguni tutakwenda kukaa miaka 7. Ndiko inakotoka. Wakati wengine huku chini wanadhiki, sisi tutakuwa tunasherehekea kule, tunakula sikukuu kule mbinguni. Hamna sikukuu mbinguni. Karamu inayosemwa katika Ufunuo sura ya 19 inaeleza habari ya karamu ya mwana kondoo. Ufunuo ulikuwa hautabiri, ulikuwa unafafanua nabii ambazo zilitabiriwa na manabii. Yohana anafunuliwa tafsiri ya karamu iliyotabiriwa na Isaya katika sura ya 25. Na Isaya alipokuwa anatabiri habari za karamu ya mwana kondoo, alikuwa anazungumzia wokovu. Sisi tuliokoka tuko ndani ya karamu. Tunafurahia wokovu, ni shangwe. Isaya anasema Mungu atakuwa na shangwe na watu wake, atawaonea furaha, itakuwa ni furaha kubwa ndani ya wokovu. Hata Yesu mwenyewe alisema, alitoa mfano, mtu alimfanyia mwanawe karamu, akaalika watu wakajitetea hawakwenda. Akalazimisha watu mitaani waingie nyumba yake ijae ili wale vyakula vinono. Sisi baada ya taifa la Israeli kumkataa Yesu, tuliitwa sisi ndio tukaingia kula karamu. Tuko ndani ya karamu, tuko ndani ya sherehe. Ufunuo alikuwa hatabiri mambo ya mbinguni, anafafanua yaliyotabiriwa. Ndio maana ya unyakuo. Unyakuo uona mwenyewe, una haki ya kukubali au kataa, kwa sababu imezoeleka, kila mtu anangoja unyakuo. Narudia kama nilivyosema Jumapili iliyopita. Kila mtu anapaswa kuangalia Yesu anakuja lini kumchukua. Kuja kwa Yesu kuko kwa namna nyingi. Kila mtu ana siku yake Yesu atakuja kumchukua. Hatujui siku wala saa. Tunajiandaa kwa ajili ya kuchukuliwa. Sio kanisa, sio unyakuo. Unyakuo au kuja kwa Yesu tumepewa dalili zake tutakazoziona, ambazo zitawahusu wachache watakao kuwepo wakati huo. Ndio maana Paulo katika Tesalonike anasema tutakao salia, ambao tutakuwa hatujafa. Watakao salia wakati huo Yesu anakuja, ambao bado hawajafa. Wengine tuliopo tutakufa. Jiandae kuchukuliwa na Bwana. Unapojiandaa kuchukuliwa, kunyakuliwa kanisa, ujiandae wewe, utabaki. Tukio la kanisa ni mara moja katika historia ya dunia. Mara moja.
Lakini kila siku Yesu anachukua watu wake. Utaona baada ya mafafanuzi haya, endelea kutafakari, usibishe tu, endelea kutafakari. Na kwa nini watu wanang'ania kwamba tutanyakuliwa kwenda kukaa huko juu? Hata hilo la kukaa juu limetoka wapi? Limetokea katika Yohana 14. Yesu alisema makao ni mengi, kama sivyo ningekuwa nimewaambia, lakini naenda kuandalia mahali. Watu wamepotosha Biblia, wanasema Yesu alisema anaenda kuandaa makao. Hakuwahi kusema Yesu anaenda kuandaa makao. Makao alisema yapo. Anaendaje kuandaa makao ambayo yapo? Makao yapo ni mengi, anaenda kutuandalia mahali. Msomaji mzuri wa Biblia unakwenda kujifunza kama makao yapo, mahali ni nini anayokwenda kutuandalia ni nini. Jifunze mahali, sio makao. Yesu akwenda kuandaa makao. Kutokana na uelewa huu wa kupotosha, wanasema alienda kujenga nyumba mbinguni ambazo tutakaa. Manake mili itakwenda kukaa kwenye nyumba nyingine. Wanasema watakula na soda huko. Duniani penyewe watu wamechoka kunywa soda, wamechoka kula nyama, wakaanza tena kunywa soda mbinguni. Ni upotofu wa ajabu sana. Mili hii ni ya dunia, ya kula hapa duniani, ya kula hapa duniani. Kwa hiyo kutokana na Yohana, watu wamepotosha alienda kuandaa makao mbinguni, wakati alisema makao yapo, ila anaenda kuandaa mahali. Alafu nikwambie jambo lingine, fanya utafiti. Mimi ninazo hapa, ninaposoma hapa nakwambia nina Biblia zaidi ya 5, 6 ziko hapa. Biblia za zamani nyingi, Biblia za zamani. Nakupa hii kazi uifanye wewe unayenisikiliza. Hata za Kiingereza, hata za Kiswahili. Kiswahili afadhali, hatuna tafsiri nyingi sana, kwa hiyo haijachafuka. Kiingereza kuna tafsiri nyingi. Biblia zote za Kiingereza za zamani zinasema Yesu alisema na kwenda kutuandalia, nikiwaandalia mahali nitawakaribisha. I will receive you. Na Biblia yetu ya Kiswahili inasema nitawakaribisha. Biblia zote za siku hizi hazisemi I will receive you, hazisemi hivyo. Zinasema I will take you. Yani nitawachukua. Sasa kwa nini mambo haya yanabadilika? Akili zimejazwa ufahamu kwamba tutachukuliwa kwenda juu. Kwa hiyo wanaposoma Biblia kwamba inasema nitawakaribisha, inaonekana kama imekosea. Wanabadilisha katika kutafsiri, wanaandika atatuchukua. Yesu hakusema nitawachukua, alisema nitawakaribisha. Na ukisoma kanuni ya mtiririko wa habari haijaanzia sura ya 14, imeanzia sura ya 13. Soma kuanzia 13 uje uunganishe na sura ya 14. Utaona Yesu alikuwa haendi mbinguni, Yesu alikuwa anaenda msalabani. Maana alitangulia kuambia kwamba ninakokwenda ninyi hamwezi kuja. Ndio maana wakafadhaika. Ndiye akaanza kuatia moyo, msifadhaike. Mnajua makao yapo, lakini mahali naenda kuandalia mahali, na mahali alituandalia msalabani. Yaani wokovu. Watu wanasema alienda kuandaa makao. Yesu hajawahi kusema. Na wanataka kuunganisha ili julikane kwamba kweli huko yuko kujenga nyumba ambazo tukinyakuliwa tutazikuta. Tusipachike vilaka katika neno la Mungu. Jambo hili nimelisema kwa moyo kwa sababu najua wengi litawachanganya, lakini wengi wamejazwa hayo. Nimefanya utafiti. Fanya utafiti na wewe, usikasirike tu. Unyakuo nini? Yesu atakuja, alafu tena atakuja kutunyakua. Wanasema tutatangulia kwanza kunyakuliwa, alafu ndio aje. Mwingine katika somo langu lililopita la Jumapili ameweka hoja zake, anasema ni matukio mawili tofauti. Kunyakuliwa ni tukio tofauti na kuja kwa Yesu. Wapi? Ni mafundisho yaliyozuka na watu wakayachukua wakayaingiza katika mitara. Hakuna mtu wa kusahihisha. Wote tuna copy na kupesti. Ukiingia ndani ya neno la Mungu nakataa. Ndio nakwambia majuma 69 yaliishia Agano la Kale.
tunasubiri juma moja. Aliyesema atatenganisha majuma 69 litasubiri wakati wa mpinga Kristo, aliyesema nani? Unakata kipande baada ya kuona vinakataa kufiti. Juma moja baada ya kukamilisha majuma 69 ni kukamilika kwa wokovu. Juma moja linaanza la wokovu. Juma moja linaanza la agano. Mpaka leo tuko ndani ya agano. Tena agano thabiti. Tena agano la watu wengi. Hii ndio Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili watu limewapa matumaini. Matumainio ya watu ni mengi, ni makubwa. Nimalizie andiko la mwisho. Ufunuo 4. Namalizia, muda hautoshi. Maandiko bado ninayo mengi ya kukufafanulia juu ya jambo hili. Nikupe andiko la mwisho, Ufunuo 4 mstari wa 2. Yohana, unaona kila nabii, kila mtu akiwa katika mwili huwezi kuona mambo ya Mungu. Lazima ubadilishwe uingie katika roho uanze kuyaona mambo ya Mungu. Unapoingia katika roho, huingii na mwili, ni roho inayoingia. Mwili hauwezi kushiriki mambo ya mwili. Ndio maana Paulo anasema linyakuliwa. Hakunyakuliwa mwili, nyakuliwa roho. Lugha nyingine ya kunyakuliwa manake ni kuingia katika roho. Ufunuo 4 mstari wa 2 unasema hivi: na mara nalikuwa katika roho. Huyu ni Yohana. Yohana anazungumza na Yesu katika mstari wa 1. Kufika mstari wa 2 anasema na mara. Unajua maana ya mara? Maana yake ghafla nikaingia katika roho. Mara nikawa katika roho. Natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Anaanza kuyaona mara, ile mara manake ghafla, manake amenyakuliwa. Anaanza kuyaona mambo ya mbinguni, lakini sio mwili, ni roho. Nataka kueleza maana ya kunyakuliwa ni nini. Watu wanaamini kuna watu watanyakuliwa, wataenda mbinguni, alafu wengine watabaki duniani wanaendelea na shughuli zao. Nataka nikwambie ndugu yangu kwa jina la Bwana, kuja kwa Yesu ni ukomo wa kila kitu. Ni ukomo wa, hawezi kuja akachukua wengine akaenda nao alafu wengine tunaendelea duniani. Umekosea kutafsiri, umetumia maandiko vibaya. Kuja kwa Yesu ni mwisho wa kila kitu. Haya ndio maandiko yanavyotuonyesha. Nimeeleza ni sehemu ya pili. Nilisema nitamalizia sehemu ya pili. Nilieleza kurudi kwa Yesu, maandiko yanasemaje? Leo nimesisitiza juu ya unyakuo, maana yake ni nini? Je, haya ni matukio mawili? Mimi nasema hapana, sio matukio mawili. Tumeelewa vibaya. Ni tukio moja tu. Watu wanajaribu kuweka vitu viwili. Mungu ni mmoja, ujio wake ni mmoja, kanisa lake ni moja. Ndivyo maandiko yalivyo. Sasa kama una hoja nyingine utaendelea nazo. Ni kawaida kama wengine wanavyoendelea kukataa kujifunza, wanasema imetosha ile tuliyopokea. Mimi sipo kukugeuza, nipo kukuonyesha kweli. Kazi ya kuchagua ni ya kwako. Kazi ya kuchagua ni ya kwako. Lakini katika siku za mwisho watu wengi watapotea kwa sababu ya kukosa ukweli. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Jina langu ni Dr. Zefania Mwarusambo. Nikupe namba zangu ziko 2, ya kwangu na ya ofisini. Hii ya ofisi anaweza kupokea mtu yeyote, nisiwe mimi. Ya kwangu ni 0754 04 15 99. 0754 04 15 99. Namba ya ofisini ni 0769 00 73 28. 0769 00 73 28. Na Mungu
akubariki.